taratibu za mpira zinachezwa. Mtu anaweza kanaamini kwamba Simba kwa nini ameongea mapema kitu kama hiki na kimekwenda kutokea. Sababu mimi nahitaji watu waniheshimu pia. Kwa sababu mimi ni muumini kwanza kuheshimu mpinzani na pia naheshimu sana mpira. Yote kwa yote kwanza nawapongeza sana Simba Sports Club kwa hapa walipofikia. Sikutegemea kama Simba wanaweza kutengeneza bato kubwa na Yanga ambaye ndio contender mkubwa ambaye tulikuwa tunamtegemea katika msimu huu. Kwa sababu nikisema hivyo nina ushahidi wa matukio, kwa sababu Yanga ni mzuri ndani ya miaka mitatu mfululizo. Kwa hiyo ni minne tunajumlisha pamoja na huu. Kwa hiyo mimi niliamini kwamba kikosi cha Dar es Salaam Africans kimekaa pamoja zaidi ya miaka minne mitano. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba Yanga leo hii wamedhihirisha kwamba wao ni bora kwenye vilabu vyote 16 ndani ya Tanzania. Ni wazi sasa kusema nyie mna wachezaji wazuri sio quality player? Hapana, mimi naamini maingizo ya wachezaji wengi ndani ya Simba Sports Club ilikuwa ni sababu kubwa ya sisi kwenda kufanya haya. Mimi naamini hakuna mchezaji mbaya ndani ya Simba Sports Club. Inahitajika tuwape muda wachezaji wetu ili waje wafanye vizuri zaidi kwenye msimu unaokuja. Mimi naamini mashabiki pamoja na viongozi tuwe kitu kimoja, na pia mashabiki wajaribu kunisikiliza mimi ninachoongea kama Simba. Wasiwe na matarajio makubwa sana hata kwenye malengo yao ya kimaisha. Waweke malengo ya chini, yakija ya juu it's okay, inakuwa ni kama vile ni bonus. Kwa hiyo ukijiwekea malengo ya juu zaidi, ukija kukosa unaweza ukasikitika zaidi au unaweza kuamua hata kujiua. Kwa hiyo mimi kama Simba kwangu mimi leo nipo comfortable kabisa, nimepokea matokeo nikiwa, kwa sababu nimeamini yatakuja kutokea mwisho wa msimu. Mmefungwa dabi 5 mfululizo, ni sawa sasa kusema kuiga kwa Young Africans sio dhambi, mjifunze kwao? Mimi naamini kabisa kwenye Simba na Yanga ukiongelea kitu kama hicho kuna baadhi ya mashabiki watakuja kukuataki kwa lugha mbaya, lakini mimi naamini kitu ambacho ndani ya Dar es Salaam Africans kuna vitu vingi sana vya kuiga, hasa nikiangalia kwenye management. Kwenye management wao wametulia. Wamefanya rotation ya makocha zaidi ya 3 pamoja na sintofahamu za hapa na pale, lakini Yanga haija struggle, walisimama katika performance yao ile hadi kadhalika ndio hiki unachokiona matunda yao. Sababu kubwa hasa ni nini? Walikuwa wana wachezaji wa aina moja ambao wote walikuwa ndani ya ligi yetu, na wote ukiangalia katika misimu yote mitatu wapo. Ongezeko la wachezaji ni wachache sana ambao walikuwa hawajaungana na Yanga katika msimu yote mitatu, na wote ambao wameungana na Yanga walikuwa wana uzoefu ndani ya ligi yetu. Na mzungumzia mtu kama Prince Dube, Clatous Chota Chama, Israel Patrick Mwenda, ndivyo Duke Abuya, ni wachezaji ambao kwenye ardhi ya Mama Samia wana uzoefu wa kujua ubovu wa viwanja, mbinu ambazo zinatumika kwenye dabi, vitu obvious ambavyo vinaweza kukuharibu wewe kuingia kwenye changamoto ya mashabiki, kwa sababu wachezaji wengi wa kibongo au labda wa nje wanaoingia hapa, mashabiki wakiwapiga pressure wanaharibu kucheza kile kitu ambacho wao, kwani kushika kile kitu ambacho wamepewa na mwalimu kinaharibu structure nzima ya performance yake. Pacome Pedro Zuzu anastahili kuwa MVP, ni miongoni mwa mtu ambaye amechukua tuzo za mchezaji bora wa mechi mara nyingi zaidi. Mimi naamini kabisa hilo nilishawahi kuliongea kutoka kwenye press ambazo nimeshazifanya kwamba MVP wangu wa 24-25 ni Pacome Zuzu. No comments, no discussion yoyote katika hilo. Mimi naamini, mimi ni mtu wa mpira. Siwezi kusema kwamba leo nampa MVP Pacome Zuzu kwa sababu ya kuamka usingizini hapa kwa kile kitu alichokifanya. Ana tuzo 7 za man of the match, mchezaji bora. Leo hii ni ya 8 anataka kuchukua. Kwa hiyo mimi naamini kabisa amestahili kuwa MVP wa NBC Premier League mwaka wa 24-25. Simba leo umecheza kiwango chao, lakini watu wengi wanazungumza labda kutokuwa mashabiki wengi uwanjani imesababisha labda timu kuwa down, kucheza kwa morali ya mashabiki, kutokuwa na mchezaji wa 12 uwanjani. Kwa hiyo umeonaje performance ya Simba leo? Kuna gashio mashabiki ambao kuweza kufanya matokeo kwa hivi? Mimi naamini kwamba ilikuwa sio sababu mchezaji yeye inategemea na yeye alivyojiandaa jinsi kwenda kupambana pale uwanjani. Ukizingatia management imechelewa kwenda kutoa sauti ya kauli moja kwamba tunakwenda kucheza. Wao walikuwa na mind game athara zake ndio hizi. Inahitajika timu wenyewe pia uwatengeneze mentality wachezaji kwamba tunakwenda kucheza. Na kuna mambo mengi hapo ndani ya uongozi ambao yalikuwa yanaendelea. Mfano ni kuhusu kwamba mwekezaji baada ile pesa kutoka CAF yeye alikuwa nayo hataki kuitoa. Kwa hiyo ina maana wachezaji pia unaweza kukuta ni morali walikuwa nao
wamekufa nguvu. Ile B1 ambao wameipata katika fainali ya kombe la CAF la shirikisho, yeye boss alikuwa amekaa nayo. Mwisho wa siku alikuwa anashindwa kuikabidhi sehemu kwa sababu ya hii scenario ambayo imetokea ya hizi game leo hii na Mangungu kwenda Chamwino, ilikuwa kama kasusiwa timu. Lakini yote yamekwisha. Mimi na wapongeza management kwa yote ambayo yametokea, yameisha. Tuanze msimu ujao. Mimi naamini wachezaji wangu wote wa Simba wapo vizuri na msimu unaokuja watakuwa vizuri sana katika kutetea ubingwa. Kipindi msimu unaanza ulisema kwamba huwaoni kama Simba wakichukua ubingwa, lakini kipi ambacho kilikuwa kinakupa matumaini kwa Young Africans hii ambayo inaonekana ina downs nyingi msimu? Ukiangalia pia mchuano kimataifa wametokea hatua ya makundi mapema kabisa. Mimi nilikuwa nimetengeneza imani na Young Africans kwa sababu ndo bingwa mtetezi. Bingwa mtetezi lazima umpe nafasi kubwa kwenda kutetea ubingwa wake. Hilo ni moja. Pili, Simba wamefanya transition kubwa sana ya kikosi. Toka ipo Misri pre-season nilikata tamaa kabisa kusema kwamba moja kwa moja Simba anakwenda kuwapa ubingwa. Hicho kitu ambacho nimewapa Yanga ubingwa mapema kwa sababu ya ile chemistry ambayo wako nayo. Umoja, timu ipo compact kwa wachezaji wote. Ukiangalia msimu wa kwanza ambao wameanza na Nabi na Gamont mpaka anakuja Lamovic, anakuja huyu Milud. Ukiangalia Yanga pamoja na kuingia matatizo hapa na pale, walisimama muhimili mmoja kupambana, hakikisha kwamba Yanga wanafikia malengo yao. Yote kwa yote mimi naamini Yanga wamefanikiwa pakubwa. Hata ukiangalia numbers, leo wamefunga goli mbili katika 81, goli ambalo ukijumlisha na 81 ambao nyuma wamefunga ina maana ni 83 pointi 80. Kwa hiyo wameenda kuzidi malengo ambao yale walikuwa mwaka jana wameyafikia. Kwa hiyo wameenda ku maintain kiwango na kuzidi kuwa zaidi ya kile ambacho wamekipata mwaka jana. Kwa hiyo ukiangalia ni timu ambayo ni bora kuzidi kiwango cha mwaka jana kwa numbers. Kwa mimi kama Simba na wapongeza Dar es Salaam Africans, wapinzani wangu pamoja na management kwa kuweza kuhimili vishindo hii kwenda kupata bato la hali ya juu pamoja na Simba Sports Club. Mimi naamini hivi ni vilabu bora katika nchi yetu ambavyo kwenye pitch vinaonesha bato ya aina yake, na kila mtu anaamini kwamba kweli hii ni dabi ya 4 katika bara la Afrika. Taratibu za mpira zinachezwa. Mtu anaweza kanaamini kwamba Simba kwa nini ameongea mapema kitu kama hiki na kimekwenda kutokea. Sababu mimi nahitaji watu waniheshimu pia. Kwa sababu mimi ni muumini kwanza kuheshimu mpinzani na pia naheshimu sana mpira. Yote kwa yote kwanza nawapongeza sana Simba Sports Club kwa hapa walipofikia. Sikutegemea kama Simba wanaweza kutengeneza bato kubwa na Yanga ambaye ndio contender mkubwa ambaye tulikuwa tunamtegemea katika msimu huu. Kwa sababu nikisema hivyo nina ushahidi wa matukio, kwa sababu Yanga ni mzuri ndani ya miaka 3 mfululizo. Kwa hiyo ni minne tunajumlisha pamoja na huu. Kwa hiyo mimi niliamini kwamba kikosi cha Dar es Salaam Africans kimekaa pamoja zaidi ya miaka 4-5. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba Yanga leo hii wamedhihirisha kwamba wao ni bora kwenye vilabu vyote 16 ndani ya Tanzania. Ni wazi sasa kusema nyie mna wachezaji wazuri sio quality player? Hapana, mimi naamini maingizo ya wachezaji wengi ndani ya Simba Sports Club ilikuwa ni sababu kubwa ya sisi kwenda kufanya haya. Mimi naamini hakuna mchezaji mbaya ndani ya Simba Sports Club. Inahitajika tuwape muda wachezaji wetu ili waje wafanye vizuri zaidi kwenye msimu unaokuja. Mimi naamini mashabiki pamoja na viongozi tuwe kitu kimoja, na pia mashabiki wajaribu kunisikiliza mimi ninachoongea kama Simba. Wasiwe na matarajio makubwa sana hata kwenye malengo yao ya kimaisha. Waweke malengo ya chini, yakija ya juu it's okay, inakuwa ni kama vile ni bonus. Kwa hiyo ukijiwekea malengo ya juu zaidi, ukija kukosa unaweza ukasikitika zaidi au unaweza kuamua hata kujiua. Kwa hiyo mimi kama Simba kwangu mimi leo nipo comfortable kabisa, nimepokea matokeo nikiwa, kwa sababu nimeamini yatakuja kutokea mwisho wa msimu. Mmefungwa dabi 5 mfululizo, ni sawa sasa kusema kuiga kwa Young Africans sio dhambi, mjifunze kwao? Mimi naamini kabisa kwenye Simba na Yanga ukiongelea kitu kama hicho kuna baadhi ya mashabiki watakuja kukuataki kwa lugha mbaya, lakini mimi naamini kitu ambacho ndani ya Dar es Salaam Africans kuna vitu vingi sana vya kuiga, hasa nikiangalia kwenye management. Kwenye management wao wametulia. Wamefanya rotation ya makocha zaidi ya 3 pamoja na sintofahamu za hapa na pale, lakini Yanga haija struggle, walisimama katika performance yao ile hadi kadhalika ndio hiki unachokiona matunda yao. Sababu kubwa hasa ni nini? Walikuwa wana wachezaji wa aina moja ambao wote walikuwa ndani ya ligi yetu, na wote ukiangalia katika misimu yote mitatu wapo. Ongezeko la wachezaji ni wachache sana ambao walikuwa hawajaungana na Yanga katika msimu yote mitatu, na wote ambao wameungana na Yanga walikuwa wana uzoefu ndani ya ligi yetu. Na mzungumzia mtu kama Prince Dube, Clatous Chota Chama, Israel Patrick Mwenda, ndivyo Duke Abuya, ni wachezaji ambao kwenye ardhi ya Mama Samia wana uzoefu wa kujua ubovu wa viwanja, mbinu ambazo zinatumika kwenye dabi, vitu obvious ambavyo vinaweza kukuharibu wewe kuingia kwenye changamoto ya mashabiki, kwa sababu wachezaji wengi wa kibongo au labda wa nje wanaoingia hapa
mashabiki wakiwapiga pressure wanaharibu kucheza kile kitu ambacho wao kwani kushika kile kitu ambacho wamepewa na mwalimu kinaharibu structure nzima ya performance yake. Pacome Pedro Zuzu anastahili kuwa MVP, ni miongoni mwa mtu